Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, mchezo mkubwa wa Muungano Cup ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka kutoka Tanzania bara na visiwani Zanzibari ni mtanange ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya KVZ Football Club ambao wao wanashiriki ligi kuu nchini Zanzibar. Watakwenda kukutana na klabu ya soka Young Africans kutokea Tanzania bara. Kwa mujibu wa ratiba, mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumamosi, yani Aprili 26 mwaka 2025 saa 1:15 usiku katika uwanja wa Gombani uliopo pale visiwani Zanzibar, ambapo mchezo huu ni mchezo wa hatua ya robo finali michuano mikubwa ya Muungano Cup kwa mwaka 2025, na mshindi kati ya KVZ Football Club na Young Africans moja kwa moja atakwenda hatua ya nusu finali, na mshindi huyu atakwenda kukutana na klabu kati ya Zimamoto Soka Club ambao wao katika hatua ya robo finali wanakutana na Coastal. Kwa hiyo kama Yanga akifanikiwa kumtoa KVZ atakwenda kukutana na mshindi kati ya Zimamoto Soka Club ama Coastal kutokea Mkwakwani Tanga. Sasa kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, unaifuatilia klabu ya soka ya Yanga na unaamini klabu ya soka ya Yanga itakwenda kumfunga KVZ Football Club katika mchezo huu wa Muungano Cup kwa mwaka 2025 pale visiwani Zanzibari, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section katuambie kuelekea katika mchezo huu. Je, kwa upande wako wewe unaiona klabu ya soka ya Yanga Sports Club ikienda kuibuka na ushindi wa mabao mangapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya KVZ kutokea visiwani Zanzibar? Kwa hiyo ni vita kutokea Tanzania bara na vita ya pale visiwani Zanzibar. Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club dhidi ya KVZ Soka Club, kwa upande mwingine hiki ndicho kikosi cha kwanza cha Yanga Sports Club ambacho watakwenda kuanza nacho katika mchezo huu wa Muungano Cup kwa mwaka 2025. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni golikipa Djigui Diarra, screen protector, miongoni mwa magolikipa ambao wanafanya vizuri sana katika kikosi cha Yanga Sports Club. Eneo la fullback namba 2, klabu ya soka Yanga wanatarajia kuanza na Kibwana Shomari. Eneo la fullback namba 3, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anayefahamika kwa jina la Nixon Clement Kibabage, miongoni mwa fullback ambao wanaovalipo kweli kweli. Eneo la center back namba 4 atakwenda kusimama team captain Bakari Nono Mwamnyeto El Capitano. Kwa hiyo tunaona Mwamnyeto ndio atakwenda kusimama katika eneo la center back namba 4, huku center back namba 5 klabu ya soka ya Yanga wanatarajia kuanza na big brain defender. Hapa tukienda kuongelea mchezaji anayefahamika kwa jina la Dickson Jobu. Eneo la kiungo namba 6 klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anayefahamika kwa jina la Duke Abuya. Eneo la winga namba 7 klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anayefahamika kwa jina la Maxi Nzengeli Mpia. Eneo la kiungo namba 8 klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anayefahamika kwa jina la Mudathiri Yahya Basi. Mshambuliaji namba 9 ambaye atakwenda kuongoza safu ya ushambuliaji ya klabu ya soka ya Yanga ni mchezaji anayefahamika kwa jina la Kennedy Musonda. Eneo la kiungo namba 10 klabu ya soka ya Yanga Sports Club watakwenda kuanza na mchezaji anayefahamika kwa jina la Stefan Aziziki. Winga namba 11 klabu ya soka ya Yanga wanatarajia kuanza na mchezaji anayefahamika kwa jina la Clatous Chota Chama Triple C Mwamba Lusaka. Kwa hiyo tunaona Yanga wanakwenda kukutana na KVZ huku wakiwa na full booster, wanakuambia hawacheki na yoyote safari, kila anayepita anakwenda kufungwa. Hataki yajitokee kama aliyotokea kwa Singida Black Stars kuweza kuondoshwa katika mechi ambayo wameweza kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya JKU. Kwa hiyo tunaona Singida Black Stars waliweza kuondoshwa na JKU. Kwa hiyo Yanga wenyewe wanakuambia wanaweka full mkoko, hawataki kucheka na yoyote, wanalitaka kombe la Muungano kwa mwaka 2025. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheisa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheisa Sultan, unaweza kumpigia simu namba 07564658
18 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.